Husna, usiogope. Zingatia yote aliyokuambia mganga. Mambo yako yatakuwa sawa. Umeelewa? Yule ni wifi yangu, ni mke wa kaka Kudi. Na siku ile nilipokuja nyumbani, nilipanga kukwambia, lakini nilikuwa na hofu, nikajua utaumia. Wema, kaka yangu ni maumivu gani ambayo amenipitia ambayo siwezi kuyahimili? Aise, pole, ni maamuzi aliyoamua kuchukua. Achana naye yule, ameshapigwa na kitu kizito. Twende. Nimesema niache. Kwani unaenda wapi? Labda yake umemsaidia na mke wake. Ndio. Hapana, usifanye hivyo mume wangu. Unaenda kuua, unataka uniache mimi na nani? Yes, amemchangia na mke wake. Tulia sasa nikaonyeshe. Nimesema niache. Serikali ipo. Usichukue hatua na nili sheria mkononi. Kwa nini tusiende tukaripoti kwenye vyombo vya sheria? Hapana, usifanye hivyo mume wangu. Utaniacha peke yangu, utaenda kumpiga kule. Akafa, wewe ukafungwa jela, utaniacha mimi na nani? Serikali imekula rushwa. Nimesema niache mke wangu. Niache. Hata kama imekula rushwa. Kama ni haki yetu lazima tupate. Mume wangu nakuomba, nipo chini ya miguu yako. Usifanye hivyo. Nakuomba. Acha ibilisi bwana. Utaenda kuoa huko, mimi nitabaki na nani? Hebu acha hiyo katika miguu yako. Sawa? Kile nilichokiona shamba ni macho yangu ama muona vilivyo ajabu sana katika maisha yangu, sijawahi kuona. Sawa, hii kama ni ndoto. Kudi mwanangu, za asubuhi. Salama shangazi. Shikamoo. Mara. Nadhani ujumbe wangu umeupata kule shamba. Kwa nini shangazi? Shamba ulivyoona umekuta nini? Sasa yale ndo maisha yangu mimi. Umenielewa? Mimi mzuri wa sura tu, ila mimi roho yangu mbaya. Na ninakuonya Kudi, achana na habari za kufuatilia mirasi. Unanielewa?
Ukiendelea kufuatilia mirasi au kunifatafata sana mimi, nitakulamba. Sawa? Nimechoka kabisa. Kumbe shangazi ni mchawi. Hata ile mizukuri niona shamba, kumbe ni ya shangazi. Hivi mjomba analijua hili? Aha, nishajua kitu. Ngoja nitalifanyia kazi, kitaeleweka. Unachokuuliza? Alafu wewe unauliza umekaa kimya, manake nini? Umekutwa na nini? Mume wangu, naomba uingie ndani tutaongea. Wewe tu. Unachokuuliza nini? Mama, Kudi mama. Kudi kafanyaje? Mama, Kudi amekuja mwanamke kutoka mjini mama. Kudi ameoa. Kutoka mjini na mwanamke mwingine? Mama, kumbuka nimekataa na umeingia hapa kijijini mama. Sikiliza nikwambie tu. Kulia kwako au awe machozi yako unayoyamwaga hayasaidii kitu chochote. Sawa? Wewe umempenda Kudi? Si ndio anayekufanya unalia hapa? Sasa hilo tatizo dogo. Naomba niachie mimi. Unanielewa? Niachie. Nitamaliza. Shida nini unalia hapa wewe? Hebu niambie, watu wangepita hapa, wangekuona unalia. Si ungejua umefiwa hapa. Hebu achana na mambo yako bwana. Hivyo vyote. Mwenyekiti. Wenyewe. Odi humu ndani. Karibuni. Karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana mwenyekiti. Na nyumbani. Nzuri. Karibuni sana. Asante sana. Ngoja. Karibuni sana. Karibuni. Asante sana. Asante. Karibu, karibu. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Hivi mwenyekiti? Naam. Ni haki mtu kupigwa kwenye mali yake? Hapana. Sio ruhusa mtu kupigwa kwenye mali yake. Kwa nini upigwe? Nani kakupiga? Kalablaki ninavyokuambia amenipiga shambani yeye akiwa na mke wake. Hivi Kalablaki analingia uchawi wake? Kwanza serikali haiamini uchawi. Na kwenye ugomvi lazima kuna chanzo. Chanzo nini? Kalablaki ninavyokuambia shambani ameng'oa mazao yangu, ndizi. Ameng'oa ndizi zangu Kalablaki. Anatafuta nini mimi Kalablaki? Mwenyekiti, naomba ikiwa kama wewe kiongozi wa serikali, naomba ulifanyie jambo hili haraka iwezekanavyo. Bila hivyo, lazima tutafikishana mbali. Hivi nyinyi mna nini? Kila siku nyinyi. Hii ya mwisho. Tumechoka na mambo yenu. Swala hili lisipotatulika hapa, litaenda kutatulikia mbele. Tumechoka na kesi zenu. Kila siku nyinyi. Sisi tumeelewana? Mwenyekiti, hii sio mara ya kwanza. Wewe mwenyewe unaona. Mara kibao tu kesi zinakuja hapa. Ifike mwisho basi. Ifike mwisho tupate mnanilii mwafaka hichi kitu. Sasa taandika barua,
nitamwandikia wakala Black, nitamtuma mjumbe wangu apeleke. Kesho jioni wote tukutane hapa. Tumeelewana? Asante sana. Asante sana. Basi tunaenda. Asante sana. Shukrani mwenyekiti. Odi. Karibu. Asante. Mteka nyara. Naona umeridhika kabisa kumteka kakaangu. Ndicho kichokuleta hapa asubuhi, si ndio? Shobo zangu tu. Kaka yupo? Katoka yupo. Sasa mimi hapo kuna mzigo wake nimekuja nao kutoka kwa mwenyekiti. Mzigo gani? Unajikuta chizi, si ndio? Kumbe sio. Samehe kidogo. Yaani mdogo, unakunywa mipombe mikali ndio maana misuli inakomaa. Barua hii shika mwenyewe uisome. Barua hii shika mwenyewe uione. Hii sura imekomaa. Na itakomaa. Kwenda kule. Na ndio maana usiku nimekupa kawanja, muangalie sura ilivyokomaa kama nyani anakula mabungo. Subiri ya kukute. Hebu nenda huko. Subiri ya kukute. Utaingia kaburini wewe bila sana. Kwenda. Nyoko. Mtoto mdogo anaweza kukomaza sura na mipombe mikali. Utajua mwenyewe. Sawa mwanangu inshallah bali kwa imegoba kwa chini. Ndugu mwenyekiti, sasa bwana hapa tumekuja kutokana na ile jambo ambalo nilodokeza kuhusu kijana wangu. Ndio mkuu wangu. Huyu kijana wangu bwana amekuja kwa ajili ya kufuatilia utaratibu wa mali zake ambao mali zile aliachiwa na marehemu baba yake. Baada ya kufa kwa marehemu mama yake ambaye ndio dada yangu mimi, baba yake alipokuwa anaona naye anaumwa, akaamua kunimilikisha mimi ili niweze kuwalea watoto. Kwa hiyo toka kipindi hiko bwana mdogo kweli, baada ya kufa kwa babake nilikuwa naishi naye kwangu, baadaye akaamua kwenda zake mjini huko kutafuta. Sasa hivi amekuwa ameamua kurudi kwa ajili ya kufanya mchakato. Sasa mimi baada aliponieleza jambo hili nikaona si vizuri tulimaliza nyumbani kifamilia, wakati dunia sasa hivi kwa nyumbani. Nikaona bora ndio huyu wa mjini bwana kuja. Kwa hiyo nikaona bora ndio uje kwako bwana mwenyekiti, kwa sababu ya kuweza kupata taratibu. Sawa. Basi hapa madam mmekuja hapa eneo la serikali, kama mwenyekiti, cha msingi muorozeshe mali zote. Ukifika nyumbani muorozeshe mali zote. Baada hapo mtakuja hapa, basi tagawa, kila mtu atapata haki yake. Hata hivyo umepata mjomba bora sana. Watu kama mjomba wako ni wachache. Sawa mjomba, umesikia? Nimesikia. Kwa upande wangu mimi nashukuru sana. Namshukuru sana mjomba wangu kwa sababu kanilindia mali zangu hadi leo zikuta ziko salama. Kwa hiyo katika kuandika mali nitampa mjomba wangu japo nitatumia tayari. Taanzia mjomba wangu. Hakuna shida, si mjomba wako. Mjomba ni mama.
kwenye shemeji yako? Nimekiona. Tunafanyaje? Hili haliwezekani. Hizi mali lazima ziwe chini yako. Haiwezekani kabisa mali kijana. Ananivuruga kila kukicha. Unatakaje mshirika? Yaani sielewi nitafanyaje. Hizi mali ziwe chini yako. Lazima wewe tumoe. Unasemaje? Hilo ndio lilokuwepo. Halina ubishi. Huyo kumua tu. Kwa maana tumesema tumwache hai. Hizi mali zitatawanyika. Kwa maana wewe umezidi muda mrefu. Leo kirahisi tu wagawiwe mali.